Moja kati ya vitu vya kustajabisha ambavyo vimekuwa vikiwashangaza wengi kila iitwapo leo ni kwa nini asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia wanawaza kuwa matajiri, lakini ukiangalia katika uhalisia wa maisha, binadamu wanaofanikiwa kuwa matajiri ni wachache kuliko wengi wanaowaza kuwa matajiri. Inawezekana nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanajiuliza swali hili. Baada ya tafiti mbalimbali kufanyika kuhusiana na jambo hili, yapo mambo mbalimbali ambayo yalibainika ni kwa nini binadamu wanaofanikiwa kupata utajiri ni wachache, hali ya kuwa wengi wakibaki kuwaza tu kuwa matajiri, lakini ndoto hiyo inashindwa kutimia mpaka wanapomaliza muda wao wa kuishi katika uso wa dunia. Tafiti mbalimbali zilibaini kuwa ili uweze kufanikiwa kuwa tajiri kwenye maisha yako, zipo gharama mbalimbali ambazo lazima uzilipie. Utajiri una gharama zake. Kwa sababu natamani nawe ukawe miongoni mwa wanadamu ambao watakwenda kufanikiwa katika maisha yao, katika video hii nimekuandalia makala ambayo itazungumzia gharama 10 ambazo lazima uzilipie ili uweze kuwa tajiri. Ninapozungumza haya, nina uhakika na ninakuhakikishia kuwa hata wewe utakapoweza kuzilipa gharama hizo, utarudi ukinishukuru kwa sababu maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Kama umevutiwa na video hii, basi mada hii nimeitengeneza mahususi kabisa kwa ajili yako. Na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni gharama 10 ambazo lazima uzilipe ili uwe moja kati ya wanadamu waliofanikiwa kiuchumi katika uso wa dunia. Namba 1 ni gharama ya muda. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini. Mwanadamu yeyote aliyefanikiwa kumiliki fedha nyingi katika maisha yake alilipia gharama ya muda, na ndiyo maana maisha yake yamekuwa tofauti na wanadamu wengine. Hakuna utajiri unaojengwa kwa siku moja. Lazima ukubali kutumia miaka kujifunza, kujenga biashara na kukuza taaluma yako. Wakati binadamu wengine wakitafuta mafanikio ya haraka, binadamu wengi waliofanikiwa huwekeza muda wao kwa subira na uvumilivu wa hali ya juu. Jambo ambalo unatakiwa kujifunza kutoka kwa binadamu ambao wamefanikiwa ni kuwa hakuna mafanikio ya muda mfupi. Asilimia kubwa ya binadamu waliotamani mafanikio ya muda mfupi hawakufanikiwa. Zipo changamoto mbalimbali ambazo lazima ujifunze kukabiliana nazo. Lazima uchukue muda wa kukielewa vizuri kitu ambacho unahitaji kiweze kukuletea mafanikio ya kweli, na hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa. Inawezekana ulikuwa haulipii muda katika kufanya jambo moja kwa muda mrefu, ndiyo maana haukuweza kufanikiwa katika mambo mengi ambayo umekuwa ukiyafanya katika maisha yako. Anza kujituma, jipe muda na uvumilivu bila kukata tamaa. Niamini mimi, lazima utakwenda kuwa moja kati ya wanadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia muda si mrefu. Namba 2, lazima ujifunze kuwa na nidhamu katika maisha yako. Kama unatamani mafanikio na utajiri katika maisha yako, moja kati ya siri ambazo binadamu wengi hawazijui katika maisha yao, na huenda ndiyo sababu ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kufanikiwa, ni kuwa nidhamu ni kama ngazi ambayo itakutoa chini na kukufikisha katika kilele cha utajiri. Wanadamu wengi wanadhani kufanya kazi kwa bidii peke yake inatosha kuwafanya wafanikiwe katika maisha yao. Siri ambayo ni vema ukaijua na kuifanyia kazi kuanzia leo: nidhamu ndiyo daraja ambalo linaunganisha ndoto na mafanikio. Kuamka mapema, kutimiza malengo yako ya kila siku na kufanya kazi hata usipojisikia ndiyo tabia ambazo huwatofautisha matajiri na wengine. Watu wengi ambao wamefanikiwa
huwa wana nidhamu katika malengo na mipango ambayo wamejiwekea. Kwa namna yoyote, huwa hawakubali kuacha kufuata malengo na mipango yao eti kwa sababu wanahitaji kuwaridhisha na kuwafurahisha wanadamu wengine. Inawezekana bado haujanielewa. Okay, ngoja nikueleze vizuri. Ili ufanikiwe, weka malengo, yaheshimu malengo yako, usigairi kuyatimiza malengo yako kwa namna yoyote bila kujali unapitia changamoto kubwa kiasi gani. Endelea kuwa na nidhamu katika kutimiza mipango na malengo ambayo umejiwekea. Bila shaka utakwenda kuwa moja kati ya wanadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Namba 3. Kama unatamani kuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio na utajiri mkubwa katika maisha yao, lazima ulipie gharama ya kujifunza katika maisha yako. Unajua, maarifa ni mtaji usioisha. Kusoma vitabu, kuhudhuria mafunzo, kujifunza ujuzi mpya na kukubali kurekebishwa ni gharama ambayo kila mtu anayetaka kufanikiwa lazima ailipie, kwani moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini. Pamoja na kuwa kila mwanadamu angetamani siku moja awe na mafanikio pamoja na utajiri mkubwa kwenye maisha yake, lakini walio tayari kujifunza ni wachache. Watu wengi wanaishi katika mazoea ya kila siku, hawapo tayari kufungua fikra zao na kuingiza vitu vipya kwenye akili zao, vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vitawafundisha namna nzuri ya kufikiria, namna nzuri ya kufanya maamuzi pamoja na uchaguzi sahihi kwenye maisha yao. Hivyo, kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani mafanikio na utajiri, anza kujifunza vitu vipya kuanzia leo. Amini usiamini, ukishajifunza, hiyo ni gharama mojawapo ya utajiri ambayo utakuwa umelipia, na ndani ya muda mfupi ujao utakwenda kuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio na utajiri mkubwa katika maisha yako, na utawashangaza binadamu wengi waliokudharau. Na katika hatua hiyo upo usemi ambao huwa unasemwa, aliyekudharau siku moja atakusalimia kwa heshima. Kwa hakika, wanaokudharau leo watakwenda kukusalimia kwa heshima, kwa sababu wanakudharau kwa kuwa hawajui katika siku zijazo utakuja kuwa nani. Namba 4. Kama unatamani kuwa moja kati ya binadamu waliofanikiwa kiuchumi katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, lazima ulipie gharama ya kushindwa na kusimama tena kwenye maisha yako. Hakuna aliyefanikiwa bila kukutana na kushindwa. Hata yule aliyegundua umeme ambao tunautumia leo, wanasema alishindwa zaidi ya mara 1000, lakini mara nyingi aliendelea kurudia kile ambacho anakiamini kitakuwa, na mwisho wa siku akafanikiwa kugundua umeme ambao tunautumia leo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: unapopitia nyakati fulani ukashindwa kufanikisha kitu ambacho ni ndoto yako, badala ya kukata tamaa, unatakiwa kusimama, jipange upya na kisha endelea na mapambano, kwani asilimia kubwa ya binadamu ambao wamefanikiwa katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe hutumia makosa yao kama somo la kuwafanya wawe bora kuliko walivyokuwa zamani. Hata wewe, badala ya kukata tamaa baada ya kukutana na nyakati mbalimbali ambazo zinakuangusha, wakati mwingine zifanye changamoto hizo pamoja na makosa mbalimbali ambayo umeyafanya kama somo ambalo litakuimarisha na kukufanya usirudie makosa mengine katika hatua inayofuata. Ukiwa moja kati ya binadamu ambao wanaweza kuilipia gharama hii, hauhitaji kuwa mshirikina. Kwa hakika utafanikiwa katika maisha yako. Namba 5. Lazima ulipe gharama ya kujinyima ili ukafanikiwe kuliko binadamu wengine. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini: asilimia kubwa ya binadamu katika fikra zao wanadhani watakuja kufanikiwa, lakini wanashindwa kuilipia gharama hii. Hao ni watu ambao hawawezi kufanikiwa, kwani kutokujinyima kutafanya uivunje kanuni mojawapo ya mafanikio, kanuni ya kuhakikisha matumizi yako yanakuwa chini kuliko kipato chako. Ili uwe moja kati ya binadamu ambao wanakwenda kufanikiwa kiuchumi katika maisha yao, lazima uifuate kanuni hii. Jipime, wewe ni mwanadamu mwenye kipato kiasi gani? Kwa siku unaingiza shilingi ngapi? Kwa wiki au kwa mwezi? Alafu hakikisha matumizi yako ya siku, ya wiki na ya mwezi
hayawi makubwa kuliko kipato ambacho unakiingiza kwenye maisha yako. Hakikisha unakuwa na utamaduni wa kujinyima. Usiwe mtu ambaye unaweza kufanya manunuzi katika vitu ambavyo havikuwa katika mpango wako. Kuwa mwanadamu ambaye unaonekana wa tofauti katika wengi, pamoja na kuwa binadamu wengine watakushangaa, lakini niamini mimi, tabia ya kujinyima huku ukiendelea kuwekeza katika ndoto zako itapelekea ukawe moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa kiuchumi katika uso wa dunia kuliko binadamu wengine. Huenda bado haujanielewa. Embu fanya utafiti wako binafsi. Je, binadamu wengi waliofanikiwa unawaonaje? Huwa wanaenda baa na kuzungusha kwa kila mtu? Utagundua kuwa binadamu wengi waliofanikiwa ni wabahili sana katika maisha yao. Unaweza ukamuona ana milioni 10 lakini hawezi kutoa hata $100,000 ili kukupa ukafanyie matumizi. Hata yeye mwenyewe huwa anajibana kwa sababu anajua ni ndoto kubwa kwa kiwango gani ambayo anahitaji kuitimiza katika maisha yake. Si mbaya nawe ukiiga tabia hiyo. Hakikisha matumizi yako hayawi juu ya kipato ambacho unacho katika maisha yako. Namba 6. Kama unatamani kuwa miongoni mwa binadamu waliofanikiwa zaidi katika uso wa dunia, lazima ukubali kulipia gharama ya kukosolewa. Unajua binadamu wengi wanaogopa kukosolewa, na ndiyo maana watu wengi huogopa kuzifuata ndoto zao. Inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kuwa wafanyabiashara wakubwa katika maisha yao, lakini unashindwa kuanza kwa udogo kwa kuwa unaogopa watu wengine watakuonaje. Je, watu wanaokuheshimu watafikiria nini kuhusu wewe? Na hizo ni miongoni mwa sababu ambazo hupelekea ushindwe kuanzisha kitu ambacho kitakufikisha katika malengo uliyokuwa nayo katika maisha yako. Kadri unavyokuwa, ndivyo watu wanavyokuwa na maoni tofauti kuhusu wewe. Ukikubali kukosolewa na kujifunza kutokana na maoni yenye msingi, utaendelea kukua, lakini jaribu kuzingatia jambo hili. Si kila maoni unatakiwa kuyazingatia na kuyafanyia kazi. Maoni mengi yenye mlengo wa kukukatisha tamaa ni maoni ambayo hautakiwi kuyazingatia na kuyafanyia kazi. Maoni ambayo unatakiwa kuyazingatia na kuyafanyia kazi ni yale maoni ambayo yana mlengo wa kukujenga ama kukuimarisha katika kitu ambacho unakifanya. Usiogope kukosolewa, kwa sababu kukosolewa ni sehemu mojawapo ambayo itakusaidia kukua kutoka kwenye hatua moja na kukufikisha katika hatua nyingine. Namba 7. Kama unahitaji kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio ya kiuchumi katika uso wa dunia, lazima ukubali kupoteza kile ulichokuwa nacho kwa ajili ya kupata kile ambacho hauna. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, si kila aliyefanikiwa alifanikiwa kwa sababu alisema nataka kufanikiwa. Kuna hatua mbalimbali ambazo alizichukua katika maisha yake, na ni hatua ambazo hata wewe ukizichukua leo, huenda katika muda mfupi ujao ukaenda kuwa moja kati ya matajiri wakubwa katika jamii ambayo unaishi. Na hatua mojawapo ni kukubali wakati mwingine kupoteza kitu ulichokuwa nacho kwa ajili ya kupata kikubwa ambacho hauna. Kuna nyakati mbalimbali ambazo fursa huja katika maisha yetu. Kuna muda ili tuweze kuzipata fursa hizo, lazima tuwekeze fedha. Lakini kumbuka, unapowekeza fedha katika fursa fulani, si lazima fedha zako zirudi. Wakati mwingine unaweza kupata hasara. Pamoja na yote hayo, unakuwa umejifunza kupitia makosa ambayo umeyafanya katika fursa ambayo ilikuja kwenye maisha yako. Ni vema ukawa moja kati ya wanadamu ambao hawazifumbii macho fursa mbalimbali ambazo zinakuja maishani mwako. Kuwa mwanadamu ambaye unaweza kuchukua hatua, kwa sababu kupitia fursa utakwenda kutimiza malengo na ndoto ulizokuwa nazo. Kama unaishia kutamka tu nahitaji kufanikiwa na hakuna hatua zozote ambazo unazichukua kwenye maisha yako, basi ndoto ya utajiri itabaki kuwa ndoto, kama ndoto ambazo watu huziota pindi wanapokuwa wamelala. Kamwe ndoto hiyo haiwezi kuja kuwa kweli kwenye maisha yako. Namba 8. Kama unahitaji mafanikio ya kweli kwenye maisha yako, lazima ukubali kulipia gharama ya kubadilika. Unajua, ulimwengu hupitia mabadiliko mbalimbali kila iitwapo leo. Inawezekana jana ulikuwa ukitumia mbinu mbalimbali ambazo zilikuletea mafanikio fulani kwenye maisha yako, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, sizo mbinu ambazo zinaweza kufanya kazi katika ulimwengu wa leo. Ili uendelee kufanikiwa, lazima ukubali kubadili mbinu. Jifunze kulingana na teknolojia mpya, endana na mazingira mapya. Jua
Ni sehemu gani ambayo unatakiwa kuibadilisha ili iendane na ulimwengu wa leo? Kama utakuwa moja kati ya wanadamu ambao hawawezi kufanya mabadiliko katika maisha yao, basi huenda badala ya kupiga hatua kwenda mbele, wengine wataendelea kufanikiwa, nawe utaendelea kupiga hatua kurudi nyuma. Jifunze ulimwengu sasa upo wapi, unaelekea wapi? Je, mbinu ulizokuwa nazo leo zitafanya kazi katika ulimwengu wa kesho? Ukiweza kulibaini hilo na ukalipia gharama ya mabadiliko, amini usiamini, wewe utakuja kwenda kuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa ya kiuchumi katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Namba 9, gharama ya uvumilivu. Mafanikio makubwa hayaji mara moja. Kuna wakati ambao lazima upige moyo konde, uvumilie vikwazo na taabu mbalimbali ambazo zinakuja katika maisha yako, na baada ya hapo ndipo milango ya mafanikio itakapoanza kufunguka kwenye maisha yako. Kwani ukijaribu kufanya utafiti wako binafsi, asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamefanikiwa katika maisha yao hawakufanikiwa mara moja, bali wamepitia vikwazo vya kila aina. Kuna wakati walipita kwenye mabonde, walipita kwenye upepo mkali, walipita kwenye milima mikali ambayo watu wengine hawawezi kuivuka, na ndio ukawa mwanzo wa mafanikio yao. Jambo ambalo ni vema ukalifanyia kazi kwenye maisha yako, ni vema ukaelewa kuwa uvumilivu matunda yake ni mafanikio. Kuna nyakati biashara haitoi faida, kazi haitalipa kama ulivyotarajia, wala mipango yako haitafanikiwa kama ulivyokuwa unatarajia. Uvumilivu hukusaidia kuendelea mpaka matokeo yatakapoonekana, lakini kama utakata tamaa, niamini mimi, hautaweza kufanikiwa, kwa sababu binadamu wengi hukata tamaa na wachache tu huendelea kuvumilia katika nyakati ngumu, na ndio maana binadamu wachache ndio wanaofanikiwa kupata mafanikio ya kiuchumi, huku binadamu wengi wakiendelea kubaki katika umaskini. Namba 10, ili ufanikiwe lazima ulipie gharama ya uwajibikaji. Unajua, asilimia kubwa ya wanadamu wanaposhindwa kupiga hatua mbalimbali kwenye maisha yao, wana kawaida ya kuyalaumu mazingira ama kuwalaumu watu waliowazunguka. Utasikia mwingine anasema, yani mimi kama sio ndugu zangu ningekuwa mbali. Na wapo baadhi ya wanadamu ambao huwa wanasema, yani mimi kama ingekuwa sio mazingira ambayo naishi, lazima ningekuwa nimefanikiwa. Hivi ni visingizio vya binadamu ambao hawawezi kufanikiwa, lakini watu wanaofanikiwa huanza kwa kujiuliza, ninaweza kufanya nini ili kuboresha hali yangu? Uwajibikaji hukupa uwezo wa kubadilisha maisha yako hatua kwa hatua, bila kujali umezungukwa na mazingira ya aina gani, lakini umezungukwa na watu wa aina gani. Na maanisha, kama wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa, bila kujali umezaliwa katika familia gani na unaishi katika mazingira gani, kumbuka katika mazingira hayo hayo wapo baadhi ya watu ambao wamefanikiwa. Wajibika wewe kama wewe, wala usiweke hatima ya maisha yako katika mikono ya watu wengine. Wewe ndiye wa pekee unayeweza kufanya ndoto zako zikawa kweli ama zikabaki kuwa ndoto mpaka mwisho wa maisha yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.